Waheshimiwa wajumbe wa Baraza Kuu la Uongozi la Taifa, asalamu alaykum. Bwana Yesu asifiwe. Ndugu zangu, kwanza nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu kutujalia leo siku ya Jumatatu kukutana hapa ukumbi wa Shabani Hamisi Mlowo kwa minajili ya kikao chetu cha kawaida cha Baraza Kuu la Uongozi la Taifa. Na wapa pole ndugu zangu mliosafiri kutoka sehemu mbalimbali katika mazingira magumu, na ninawakaribisha kwenye kikao chetu. Kikao hiki ni kikao muhimu. Tunafanya kikao hiki tukielekea kwenye uchaguzi mkuu wa mwaka huu wa mwaka 2025, na tuna ajenda za kujadili maandalizi yetu ya uchaguzi mkuu wa 2025. Lakini pia tuna muda mfupi, tuna siku mbili kuweza kumaliza ajenda zetu. Lakini vile vile tumo katika kikao hiki wakati nchi yetu iko katika majaribu makubwa. Kuna malalamiko mengi ambayo yametokea kuhusiana na watu ambao inasemekana wametekwa, na hili swala ni kadhia ambayo imekuwa ni kubwa, na mchungaji Gwajima ameeleza kwamba yeye binafsi ana orodha ya watu 83 ambao wamepotea, wengine wamepoteza maisha, wengine hawajulikani waliko. Na hili ni kadhia kubwa, na sisi ndani ya kafu swala hili limekuwepo kwa muda. Mtakumbuka mwaka 2017 kuna diwani wetu wa viti maalum katika halmashauri ya Kibiti kwa jina akiitwa Ziada Salum Nongwa, ambaye alipotea. Kwao ni Maparoni, alikuwa ni mke wa diwani wetu wa Maparoni Juma Ngachoka. Alienda akawa amekamatwa na watu ambao walidhaniwa kuwa ni askari kwa usiku, na wakati ule alikuwa na mtoto wa mwezi mmoja. Kawa amekamatwa, kawekwa kwenye mtumbwi kwenye visiwa hivi vya Kibiti. Mpaka leo hajaonekana. Mume wake alitufahamisha, sisi tukaweza kukutana na vyombo mbalimbali vya dola katika kuweza kuomba msaada wa kuweza kumtafuta, na bwana Ngachoka aliandika barua mpaka kwa waziri mkuu, lakini mpaka leo Ziada hajapatikana. Na kuna wengine wengi ambao walipotea katika kipindi hicho. Sasa ni wajibu, ukitazama katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, tukianzia na ibara ya 8. Ibara ya 8 inaeleza kwamba Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni nchi inayofuata misingi ya demokrasia na haki ya kijamii, na kwa hiyo wananchi ndio msingi wa mamlaka, na serikali itapata madaraka na mamlaka yake yote kutoka kwa wananchi kwa mujibu wa katiba hii. B, na ndio hapo nataka kusisitiza, lengo kuu la serikali litakuwa ni ustawi wa wananchi. Hilo ndio lengo kuu la serikali. Sasa watu kama wanapotea au wanachukuliwa bila taratibu kujulikana, inakuwa moja kwa moja katiba hii tunaivunja. Na ibara ya 14 ya katiba hii inaeleza kwamba kila mtu anayo haki
ya kuishi na kupata kutoka katika jamii hifadhi ya maisha yake kwa mujibu wa sheria, kwamba hifadhi ya maisha ya kila Mtanzania ni haki ya msingi, na dola, serikali, wajibu wake kuwalinda wananchi na mali zao. Ibara ya 15 inasema kila mtu anayo haki ya kuwa huru na kuishi kama mtu huru. Huwezi ukaja kuvamiwa kwenye nyumba yako, hapo ni kwamba uhuru wako unakuwa umevunjwa, unavunja katiba hii. 15(2) inasema kwa madhumuni ya kuhifadhi haki ya mtu kuwa huru na kuishi kwa uhuru, itakuwa ni marufuku kwa mtu yeyote kukamatwa, kufungwa, kufungiwa, kuwekwa kizuizini, kuhamishwa kwa nguvu au kunyang'anywa uhuru wake vinginevyo, isipokuwa tu katika hali na kwa kufuata utaratibu uliowekwa na sheria, katika kutekeleza hukumu, amri au adhabu iliyotolewa na mahakama kutokana na shauri au na mtu kutiwa hatiani kwa kosa la jinai. Kwa hiyo swala zima la watu kutekwa linaivunja katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa hiyo, kwa kuwa kuna malalamiko hayo, ni wajibu wa serikali kuweza kutoa msimamo, kuyachunguza mambo haya. Mchungaji Gwajima apeleke ile orodha na taarifa zote ambazo tunazo, vyombo vya dola viweze na kutoa taarifa